Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mambo mengi ambayo yanajiri ulimwenguni, lakini moja kati ya tuliokuwa nayo wakati huo ni huko Tehran, ambapo Iran inasema kwamba Marekani haina nia njema katika mazungumzo baada ya kuweka vikwazo vipya, ambapo ni katika nyakati za mazungumzo kati ya mataifa hayo mawili juu ya masuala ya nyuklia. Hata hivyo, Iran imesema rais wa Marekani Donald Trump ni kiongozi asiyekuwa na msimamo juu ya masuala muhimu ambayo yanahusu maisha ya watu. Kiongozi wa Marekani ameweka vikwazo vipya dhidi ya Iran licha ya kwamba yupo katika mazungumzo ambayo kila wakati wanadai kwamba ni mazungumzo yanayoenda vizuri. Iran imelaani vikali vikwazo vipya walivyoviita ni vikwazo haramu ilivyowekewa na Marekani, ikisisitiza kuwa vinakinzana na madai ya Washington kuwa na nia ya dhati ya kufanya mazungumzo na Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Ofisi ya udhibiti wa mali za kigeni OFAC ya Wizara ya Fedha ya Marekani siku ya Jumanne, mfanyabiashara wa Kiiran alitambulika kama Asadullah Emamjome na kampuni yake kwa kuhusika na usafirishaji wa mafuta ghafi ya Iran na gesi miminiko ya petroli LPG. Kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghei, amesema vikwazo hivyo vipya vinaonyesha kutokuwa na nia njema na ya dhati upande wa Marekani wakati inakaribia kufanya mazungumzo mapya yasiyokuwa ya moja kwa moja na Iran mnamo siku ya Jumamosi ya wiki hii. Haya yatakuwa ni mazungumzo ya awamu ya tatu baada ya mazungumzo ya awamu ya kwanza yaliyofanyika Oman, lakini pia mazungumzo ya pili yaliyofanyika Roma nchini Italia. Aidha, Baghei amesema hatua hiyo ni ishara ya wazi ya mwelekeo wa kiuadui na Washington dhidi ya watu wa Iran na namna isivyojali misingi ya kisheria na haki za binadamu. Kuweka vikwazo kwa upande mmoja dhidi ya taifa la Iran ni kitendo cha kiholela na cha kinyume cha sheria ambacho kinakinzana na kanuni za kimsingi za kisheria za kimataifa, amesisitiza msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran. Baghei amebainisha kuwa kutumia Washington vikwazo kama chombo cha mashinikizo ya kisiasa dhidi ya nchi zinazoendelea kuna kiuka kanuni za kimsingi za hati ya Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa. Amesema hatua hizo zinadhoofisha haki ya ustawi wa maendeleo na mara nyingi inachukuliwa kama mfano wa jinai dhidi ya ubinadamu. Vikwazo hivyo vipya vinavyotangazwa na Marekani dhidi ya Iran ni vya 7 kutekelezwa na serikali ya nchi hiyo dhidi ya Iran tangu Februari 4, wakati Rais Donald Trump alipotia saini hati ya amri ya rais ya kuamuru kutekelezwa kampeni ya mashinikizo ya juu kabisa dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump si Iran pekee, lakini pia hata Urusi ameiongezea vikwazo vya mwaka mmoja zaidi, licha ya kwamba wapo katika mazungumzo ya kutaka kuleta suluhisho katika vita vinavyoendelea baina ya Urusi na Ukraine. Lakini wachambuzi wa mambo wanasema kwamba vikwazo hivi vinadhoofisha diplomasia ambayo Marekani kupitia utawala wa Donald Trump imeanzisha. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.